Hospitali ya Rufaa ya Bugando kupitia idara ya kinywa na meno ilifanya uchunguzi na kutoa elimu na ushauri kwa wanafunzi wa shule za msingi, sekondari na chuo cha sauti ambacho kiko Nyegezi, Mwanza. Katika uchunguzi na elimu hiyo, wanafunzi wapatao 1001 walihudumiwa, na kati ya hao takribani 59.2 waligundulika kuwa na changamoto ambazo zilikuwa zinahitaji matibabu na walipewa rufaa kwa ajili ya matibabu zaidi hapa hospitali ya kanda Bugando. Na kwa mwezi idara yetu inaona zaidi ya wagonjwa 800 na upasuaji zaidi ya 20 unafanyika kila mwezi. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na mafanikio mengi, zipo changamoto nyingi ikiwemo uhaba wa nafasi. Kama mnavyojua, idara yetu inaendelea kupanuka kwa huduma, lakini kwa rasilimali watu, na ukiangalia eneo limebaki kuwa lile lile, na ukizingatia kwa sasa upo mpango kwa kushirikiana na chuo kikuu cha KUHAS tunaenda kuanzisha shule ya meno. Kwa hiyo ipo haja ya kuweka mipango endelevu ya kuhakikisha linapatikana eneo la kutosha litakalowezesha kuendelea kutoa huduma za kibingwa na bingwa bobezi. Uelewa wa jamii juu ya magonjwa haya unaendelea kuwa chini. Magonjwa ya kinywa na meno yamekuwa yakiathiri kundi kubwa la watu duniani, na inakadiriwa takriban watu bilioni 3.5 duniani wameathirika na magonjwa ya kinywa na meno. Tanzania ni miongoni mwa nchi ambazo zimeathirika kwa kiasi kikubwa. Magonjwa ya meno yanayoathiri watu ni kama meno kuoza, magonjwa ya fizi, uvimbe, majipu, upotevu wa meno, mpangilio mbaya wa meno na mengineyo. Kwa mujibu wa taarifa za utafiti uliofanyika Tanzania mwaka 2020, hali ya ugonjwa wa kutoboka meno ilikuwa 76.5. Pia kwa mujibu wa taarifa hiyo, magonjwa mengine ya meno yalikuwepo kwa kiasi kikubwa. Ndugu wananchi, pamoja na magonjwa hayo, zipo imani potovu zinazohusishwa na afya ya kinywa na meno. Imani hizi ni kama vile meno ya plastiki, kukata au kukeketa viungo mbalimbali vya mdomoni kama vile kimeo, kwa imani kwamba mama mjamzito hatakiwi kutibiwa meno na mengineyo. Imani hizi huja na madhara makubwa ya kiafya na huathiri kwa kiasi kikubwa jamii za watu wengi, hasa katika ukanda wetu wa Ziwa. Watu wanakuona kama kikongwe fulani hivi, lakini kumbe unakuta umri bado. Kwa hiyo nawashauri hasa vijana wetu, maana kumbe nimegundua kumbe matatizo haya ya meno yanaanza hata udogoni, sio lazima kwanza uwe mzee ndio labda umri mkubwa. Wameshauri kwamba meno ambayo Mwenyezi Mungu ametupatia unatakiwa uishi nayo mpaka wakati Mwenyezi Mungu atakapokuita tena ukiwa nayo mdomoni bila kung'oa. Baada ya kufanywa kweli ninapata usumbufu sana. Kwanza ninapata shida ya kutafuna. Kuna kipindi meno yote yanakuwa yanauma, inanibidi yani nimeze chakula bila kutafuna, ninaumia. Mpaka sasa mimi siwezi kutumia nyama kwa sababu siwezi kutafuna muhogo mgumu. Yani chakula chochote kigumu siwezi kula, na siwezi kula chakula chenye sukari nyingi. Nikiweka kitu chenye sukari nyingi, mfano pipi, tende, asali, meno yananiuma sana sana.